Moja ya mstari maarufu katika maandiko matakatifu ni Hosea 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Lakini leo tunakwenda kujifunza hata maarifa yako yakikoswa kitu fulani ambacho tutajifunza leo, nitakwenda kukisema, kitakusaidia sana, yanaweza kapelekea na wewe kaangamizwa vile vile. Mimi ni Malaba Musa wa Patakatifu Media. Karibu katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu au darasa la Biblia wiki hii, tuweze kujifunza kwa pamoja. Kabla tujafungua pointi zetu 4 tu ambazo tutakwenda kuongelea leo, ni kukaribishe tuombe. Baba, asante kwa kuwa wewe ndiye Mungu ambaye ni kisima na mgodi wa maarifa. Tusaidie maarifa yetu na ujuzi wa mambo yanayotuzunguka yasije akatupelekea tukaangamizwa kama watu wasio na maarifa, lakini tuokolewe kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Leo tutakwenda kuangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mpaka 10, ndipo somo letu linajikita hapo. Moja ya pointi ya kwanza ambayo tunajifunza leo ni maarifa na upendo. Usipojua kuhusianisha vitu viwili hivi, ujuzi wa mambo ya Mungu na upendo, unaweza ukapelekea hayo maarifa ambayo yangeweza kukuokoa. Maana maandiko, kitabu cha Methali tunasema mwenye haki ataponywa na maarifa. Hayo maarifa yanaweza kukuangamiza vile vile. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa kwanza. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Nataka kusema nini? Ujuzi wako ukiwa hauna upendo, ujuaji wako wa maandiko ya Mungu ukikosa upendo, utaleta majivuno, na ajivunaye atashushwa. Wakati watu wanapandishwa mbinguni, wao wanashushwa chini jehanamu. 2. Changanya ujuzi wako na upendo ili uweze kuwajenga na wengine. Kanisa la Korintho lilikuwa limegawanyika kwenye makundi mawili ya watu. Kuna watu wenye ujuzi mkubwa sana, wenye maarifa mengi ya mambo ya Mungu, wamekomaa kimaandiko, lakini hawana upendo. Lakini kuna watu ambao hawana ujuzi kabisa wa maarifa. Kwa mada inayozungumzwa hapa kwenye 8 ni mada ya sanamu. Sasa kuhusu maarifa, wale wenye maarifa ambao tunasema ni wenye nguvu, wao waligundua, na wako sahihi kabisa, kwamba sanamu sio kitu chochote. Yaani chakula kikitolewa kwa ajili ya sanamu, kama wametoa kafara labda kwa waganga, kisha hiyo nyama ikapelekwa wapi? Buchani. Nikiichukua nikiitumia mimi, hainiathiri chochote, maana sanamu si issue. Lakini wale ambao walikuwa wana uelewa mdogo kwenye maandiko matakatifu, wachanga, wao wanaona ni kama vile unafanya ibada. Kwa hiyo hawa watu wawili wakawa wanapishana ndani ya nyumba ya Mungu. Lakini tunachojifunza hapa ni nini? Tunajifunza ya kwamba ukiwa na maarifa alafu hauna upendo, utakuwa mkali na kuwaponda wasio na maarifa na kuwaua. Ukiwa na kitu fulani Mungu amekupa, kama karama ulionayo haijachanganyikana na upendo, wewe utakuwa ni mtu hatari kuliko mpagani ndani ya kanisa. Ujuzi wako wa mambo ya Mungu sharti utanguliwe na upendo wako kwa Mungu na kwa wanadamu wanaokuzunguka. Itakupa neema ya kutamka maneno, neema ya kujua kuchukuliana kwa vitu ambavyo ni neutral, ambavyo yule ambaye anaona kama ni makosa kula ng'ombe ametolewa kafara alafu akauzwa kule sokoni, bado hana kosa sana. Lakini yule ambao una uelewa mkubwa kwamba ukiangalia mambo ya ibada sana, mimi sijashiriki, ni mambo yao tu, na nyama hii ni nyama tu ndio kula, nawe uko sahihi sana. Kuna mambo mengi sana ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya familia, ambao ni neutral, Biblia haijazungumzia. Lakini kuna mtu mwingine akawa na uelewa mkubwa, akagundua kwamba haya tu hayana shida. Lakini mwingine ana uelewa mdogo, ikafikia hatua akaona haya ni ya muhimu kweli kwake kutokuyafanya. Wewe mwenye maarifa usimdharau huyu. Na wewe mwenye roho mdogo usiwe too rigid
kuwa, wala msiendelee kuwa watoto wadogo tena, mkitupwa huku na huku na kila upepo wa maarifa. Hauwezi ukasoma darasa la kwanza miaka 7 utafukuzwa shule. Wewe umekuwa Mkristo leo, lakini maarifa yako ya Mungu ni yale yale, lazima nao ufikie hatua ukue. Kwa hiyo sikutetei wewe ambaye huna maarifa sana, lakini huyu mwenye maarifa changanya na upendo, itakujenga sana. Kuna watu ukiwa na maarifa lakini hauna upendo, utatumia maarifa kama fimbo ya kuwachapa wasio na maarifa. Kwa nasema maarifa huleta majivuno, lakini upendo huinua watu, upendo hujenga. Ni kuombea kwa Mungu. Sehemu hii ya kwanza, changanya maarifa yako. Unaposoma Biblia, mwambie Mungu, naposoma hiki nitakachokielewa, naposoma vitabu mbalimbali vyenye kutanua upeo wangu, naomba unipe uwezo Mungu wangu niweze kutumia maarifa haya kukupenda sana wewe na kuwapenda wengine na kuwachukulia. Hapa Korintho hapa walikuwa na ibada nyingi za sanamu. Kila tukio lilikuwa na mungu wake. Kwa mfano, mungu wa upendo alikuwa anaitwa Athena, mungu wa uponyaji, the healing god, alikuwa anaitwa Apollo. Unaona? Mungu Hera, yeye alikuwa analeta watoto, ni mungu wa uzazi. Poseidon, huyu ni mungu wa ulinzi baharini, maana baharini ndipo watu wengi waitumia kama vyombo vya usafiri vitumika kule baharini. Lakini wote hawa mungu wao mkuu, the king god, alikuwa anaitwa Zeus. Sasa kila ibada na tukio lote la upendo, la kuzaa watoto, ulinzi, iliambatana na ibada ya sanamu. Sanamu ibada ya sanamu ni sahihi kwenye miungu ambayo ilikuwa, sababu hii miungu ilikuwa ni masanamu. Lakini ibada hii ni kama unavyoenda kwa waganga wa kienyeji. Ibada hii iliambatana na huduma ya kutoa kafara. Kwa ukipeleka kafara kama ni ng'ombe au mbuzi, anagawanywa vipande hivi vitatu. Kipande cha kwanza anakichukua ule kuhani kula nyumbani kwake. Kipande cha pili anakichukua huyu aliyeleta hiyo kafara, anaondoka nacho. Kipande cha tatu kinachukuliwa na huyu kuhani, aenda kukiuza uko sokoni kwa wauzaji kwenye mabucha. Kwa karibu bucha zote pale Korintho zilikuwa zimejaa nyama ambazo zilikuwa zimetolewa kafara kwa miungu. Sasa ndio Paulo anafundisha, lakini kwa umakini sana. Kanisa lilikuwa limegawanyika. Kuna wale wachanga wa imani wanasema hayo manyama ukila umeshiriki zile ibada. Wenye imani au ambao wameukomavu kidogo wanasema bwana, mbona hii mambo ya kawaida? Mimi sijaenda kule walikokuwa. Nimelikuta nyama, sijui limetoka wapi. Kwanza usiulize ukiwa sokoni, piga kama nyama hiyo ni halali sawa sawa na Mungu alivyoelekeza vitu vya kula, piga hiyo nyama, usiwe na wasiwasi. Nini tunajifunza katika sehemu ya kwanza? Maarifa yako yasikupelekee kudharau wasio na maarifa. Kusoma kwako kusipelekee, ukiona mtu ni msomi sana, anajua mambo ya Biblia, anajua kuchambua, lakini hapendi watu, lakini pia anachukia watu, anachukia wasiojua kama yeye, huyo naye jua anatakiwa aokolewe. Lakini pointi ya pili ambayo tunajifunza wiki hii ni haki za Injili. Haki za Injili. Paulo anakataa haki zake 3 ambazo kimsingi ana haki kabisa kufanya. Unajua kuna watu, unajua ni haki yako kabisa kula Januari mpaka Disemba. Lakini kuna wakati unaamua tu unazuia haki yako ya kula kwa ajili tu ya Mungu. Unasema nafunga siku 30, 40, 10. Ni haki yako kulala kabisa usiku kibiblia, lakini unaamua hiyo haki na iacha, naamua kukesha na kuomba kwa ajili tu ya mambo yangu fulani na Mungu wao kwa ajili ya watu wengine. Hicho kitu pia ndo tunajifunza katika somo la pili. Somo la pili, haki ya kwanza ambayo Paulo anaikataa ni Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 4. Hii tunaingia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:4. Anasemaje? Je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hapa anazungumzia haki ya kulishwa na kunyweshwa na kanisa. Kama mtumishi wa Mungu hapo juu, Paulo anasema, nafikiri ni 9:14, kwamba afanyie kazi ya Injili ni sharti Bwana ameamuru ale kupitia Injili.
Yani kama ni mchungaji uweze kulishwa na sadaka za waumini. Kama nafundisha hapa niweke matangazo hapo ya kuomba fedha, ya kunisapoti, kunilisha, kunivisha. Ni haki kabisa kimaandiko, na kwa Mungu hakuna dhambi yoyote. Lakini Paulo anawaambia hawa jamaa, mimi sitaki hiyo kitu. Sitaki hiyo mishahara. Nimeikataa hiyo haki. Lakini si dhambi, nimekataa. Lakini haki ya pili, mtumishi wa Mungu ana haki ya kuhudumiwa yeye na mke wake, hasa yule aliyejitoa kwenye kazi zote za Mungu. Muda wote atatembea na mke wake. Hawatakuwa na shughuli nyingine isipokuwa kazi tu za mikono za kuimarisha maisha yao, lakini muda wao wote wameutoa kwa Mungu. Wanasafiri mkoa huu mkoa ule kwa ajili ya Mungu. Hawa wana haki kimaandiko kulipwa. Lakini Paulo anasemaje? Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 5. Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine, au ndugu wa Bwana na Kefa? Kwamba mimi Paulo kweli sijaoa, lakini na uwezo wa kuoa kabisa bila kumkosea Mungu, alafu nikatembea na mke wangu kwenye safari zangu, nyie mkanihudumia mimi na mke wangu. Mimi na Barnaba hatuna huo uwezo wa kufanya hayo mambo. Tuna uwezo, lakini kwa hiari yetu wenyewe na kwa ajili ya Mungu tumeamua kuacha. Lakini haki ya tatu ni inaendana kidogo na ile ya kwanza. Ile kwani ya kupokea chakula, kulishwa na kunyweshwa. Lakini haki ya tatu ni haki ya kulipwa kwa ajili ya Injili, kupokea mshahara. Mstari wa Korintho wa kwanza 9 mstari wa 6 anasema na je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? Kwamba mimi na Barnaba tumeamua kufanya kazi ya Mungu huku tukifanya kazi ya mikono. Mimi nikishona vikapu na mahema na kuuza na kupata fedha na kufanya kazi ya Mungu. Na Barnaba naye ni hivyo hivyo. Na Barnaba alikuwa ni Mlawi, aliwahi kuuza kiwanja chake huko maeneo ya Cyprus, kikatolewa kwa ajili ya Injili. Hakuwezekana kwa ni mtu wa masuala ya real estate, ananunua viwanja na kuuza, lakini akavitoa vingine kwa ajili ya Mungu. Lakini kuna watu wanafanya kazi ya Mungu 100% wanalipwa, lakini sisi tumeamua kujitoa. Nikawa nimefuatilia miongoni mwa sababu kwa nini Paulo aliamua kufanya huu uamuzi. Moja, kutokuoa na kutokutembea na mke wake kama angeoa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa amejitoa kwa Mungu kwa asilimia kubwa. Kia kujipatia kipato kupitia kanisa akaamua kuikataa, japo sio kwamba muda wote akupata. Ukisoma kitabu cha Wafilipi anawasifia kwamba katika mahitaji yake pia walimhudumia. Tena walivyotumwa watu kutoka kanisa la Filipi walikuja na zawadi za kumpa. Ni vitu vya kawaida tu. Moja ya sababu, kwa mujibu wa Cambridge Greek Commentary, anasema Barnaba na Paulo wao walipeleka Injili kwa watu wa mataifa, kwa wapagani. Sasa walipoenda kule nje kwa watu wa duniani, watu wa duniani nao huwa wana makuhani wao. Sasa wale makuhani walikuwa na tabia, wanasema hapa, ya kuchukua fedha za watu wale wafuasi wao wa dini zao za kipagani. Halafu hizo fedha wanaenda wananunua magari mazuri kama yalikuwepo, wanajenga majumba, wanakaa kifahari. Lakini hizo fedha wanazipata kwa kufanya manipulation, kwa kuleta maneno ya ujanja na ulaghai ili kuwapumbaza watu. Kwa Paulo akaona, mimi nikipokea mshahara kwa watu wa mataifa ambao nimewaongoa, wataniona mimi ni kama wale makuhani wao. Lakini nilikuwa nasoma marabi karibu wote wa Kiisraeli, hata Rabi Yesu alipokuwa mdogo alikuwa na kashughuli fulani vya kupiga randa. Anasema walikuwa na ujuzi mwingine wa kazi za kawaida za kidunia tu, za kawaida, secular job. Kwa sababu ilikuwa inadhaniwa kwa marabi ni dhambi kupokea pesa kwa kufundisha ukweli wa Yawe. Yani mimi kukufundisha wewe ukweli wa Yawe, alafu wewe kunilipa mimi, hiyo ni dhambi. Ni kama vile umenunua neno la Mungu. Hii jamaa aitwa Pirke Abbott Commentary alikuwa anazungumzia kitu. Kwa hiyo nataka kusema nini?
Ninachotaka kusema ni kwamba hata wewe mtoto wa Mungu, Roho wa Mungu akuongoze. Usije ukaingia kwenye kazi ya Mungu kwa uchu wa fedha. Ninakuombea kwa Mungu, na muomba Mungu na mimi pia anipe roho iliyokuwa ndani ya mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Elisha aliwahi kuletewa madhahabu na mafedha mengi na Naaman. Roho wa Mungu akamwelekeza akasema, usipokee hii zawadi, acha. Lakini huyu Elisha aliwahi kwenda kwa ule mama mmoja tajiri sana, alikuwa na mtoto, akampa zawadi ya chumba cha kulala na sehemu ya kukaa. Akapokea ile sadaka kwa sababu aliona imetoka kutoka moyoni. Kwa Roho wa Mungu akuongoze, usije ukatumia triki kwenye akili zako kurubuni watu. Na wewe uwe ukomae kiroho, usije ukarubuniwa ili mtu apate akupe chanzo. Lakini kusapoti mambo ya Mungu kupo. Yesu alikuwa na masponsa, watu waliokuwa na sapoti ministry yake, akiwemo mwanamke mmoja, mke wa mwanasheria wa Herode, anaitwa Kuza. Na wamama sasa, wakina mama wakiinject fedha ambazo nyingine ndio zile ambazo alikuwa nazo Yuda, na nyingine ndio zile ambazo inawezekana zawadi ambazo aliletewa na majusi, ile madhahabu akiwa mtoto labda aliyauza akayatumia ili kuwezesha kazi zake ziende mbele. Lakini jambo kubwa kabisa ni kuwa makini, kipaumbele chako kisije kawa ni fedha na mali, ukaingia kwenye utumishi wa Mungu ili ujikusanyie fedha. Ingia kwenye utumishi wa Mungu ili kuusema ukweli. Mungu ana njia mamilioni maelfu ya kuwagusa watu wake, ili kusudi jema ambalo ataliweka ndani yako lisije likakwama kwa namna yoyote ile. Pointi ya 3 ni masomo kutoka zamani. Hii ni Wakorintho wa kwanza 10. Wakorintho wa kwanza 10 mstari ule wa kwanza anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katikati ya bahari, wote wakabatizwa, lakini baadaye huko mbele walikuja wakaharibu mambo, wakaamka kucheza na kusujudia sanamu. Kuna vitu vya kujifunza hapa. Anasema wote walivuka bahari. Kuvuka bahari inawakilisha ubatizo wa maji mengi, na ndio maana walivuka usiku, maana huku maji, huku giza umezama, ukatokezea mbele kwenye nuru. Asubuhi ndio wakatokezea baada, yani walivuka usiku wakatokezea asubuhi kwa upambazuka. Ni kama mtu amezamishwa kwenye maji alafu ametolewa ubatizo wa maji mengi na ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia walikula chakula na vinywaji vya kimungu. Inawakilisha kushirika wa meza ya Bwana, kula mwili na mkate ambao unawakilisha mwili, na divai inawakilisha damu ya Yesu, divai safi, sio pombe, ambavyo vitakufanya uwe bora na ukaribu. Ushirika wako na Mungu, walikuwa naishi katika ushirika na Mungu kama hawa ambao walikuwa na wenyewe wanafanya ushirika, kama kitabu cha Wakorintho wa kwanza kama sio wa pili 11 kinavyosema. Lakini pamoja na haya yote, kuwa karibu na Mungu, kupita kwenye bahari, kupitia ubatizo kama ambavyo na sisi tumebatizwa, kula meza ya Bwana kama ambavyo na sisi tunakula meza ya Bwana, kuna sehemu ilifika walianguka. Wakorintho wa kwanza 10:12 anasema, ajidhaniaye amesimama aangalie asije akaanguka. Kuna wakati Musa alienda kuongea na Mungu mlimani, wakaona wamechelewa, wakaanza kufanya ibada ya sanamu. Paulo anawakumbusha Wakorintho. Lakini ibada ya sanamu, kumbuka, si kwamba walitoka kanisani kabisa, bali walibaki kanisani, lakini walibaki ndani ya kumwabudu Mungu, wakaenda wakaongeza na miungu ya Misri juu ya Mungu. Alafu wakasema huyu, yani ndama ile, kupitia huyu ndama ndio Mungu ametupitisha wapi? Bahari ya Shamu. Unaona matatizo haya? Hata wewe unaweza kuona unamwabudu Mungu, lakini shetani amekufanya umejizani umesimama, ukawa kumbe umeshaanguka, ukajikuta umeenda kutafuta ilizi, umeenda kutafuta kwa waganga, ukasema Mungu anasema jisaidie na mimi nikusaidie, vitu ambavyo havipo hata kwenye maandiko. Ukachanganya na vitu vya dunia kwenye maisha yako, ukawa umeleta itilafu na mahusiano yako na Mungu. Hawa wote kwa kutokuamini kwao waliishia jangwani. Nikutie moyo mpendwa, hebu pitia upya tena safari yako ya kwenda mbinguni. Je, kuna sehemu gani umefika ukajiona umekamilika sana, sasa unaanguka? Mwambie Mungu, nisaidie hili jambo
likae mbali nami. Lakini jambo lingine ambalo katika sehemu hii ya Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 14 kuna kitu anakisema, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Lakini kwa nini anasema ikimbieni ibada ya sanamu, wakati kule mwanzo amesema huyu ambaye anasema hali nyama kwa sababu imetolewa kwa sanamu yuko safi, na huyu ambaye anasema anakula kwa sababu hata hivyo sanamu sio issue yuko safi? Lakini hapa mbona kama anakuwa kigeugeu, anasema ikimbieni ibada ya sanamu? Hapa anamaanisha kuhudhuria matukio ya kiibada za kimizimu, twende sawa, na kushiriki vyakula na vinywaji katika sehemu hiyo ya ibada hizo. Watu wanafanya sherehe za kiibada, ibada za kimizimu. Anasema hizo ni ibada za mashetani, za majini, za mapepo. Na wewe ukaingia ukashiriki mwanzo mwisho, ukaa na kusherekea na kucheza nyimbo zilizoandaliwa za kutukuza mapepo na majini kwenye ibada hiyo, wewe umeshiriki ibada ya sanamu. Lakini pia bado hawa jamaa wakimaliza hizo shughuli zao wanarudi tena kanisani. Ndio wale watu ambao unaona kanisani ni wanyenyekevu, wanaimba vizuri. Ukiwaingiza kwenye kumbi za disco, wanashiriki ibada za mizimu kwa njia ya miziki ambayo ni ya kumtukuza shetani, wamo active kabisa. Lakini je, usiende kwenye ibada za familia ambazo zinakwenda kutoa kafara kwa mizimu na kuweka mambo sawa, usikanyage huko. Wakorintho wa kwanza 10:21. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Babu zetu wa imani walishiriki meza ya Bwana, kula vyakula vya Mungu na vinywaji vya kimungu, lakini pia ikafika siku wakafanya sherehe ya kuweka ndama, wakamwabudu Mungu kwa mifumo ya kidunia, wakala na kunywa. Walikuwa wanaabudu mashetani. Ile ni ibada ya mapepo, demonic forces. Majeshi ya kishetani na kipepo ndio yanapokea ibada hizo. Kwa hiyo ninakutia moyo mpendwa, kuwa makini. Usifanye eti kwa sababu ukoo utanitenga. Ukoo ukikutenga, Mungu atakupa ukoo mpya. Usifanye kwa sababu wasema usipojiongeza utakufa maskini. Hakutakuwa na maskini ambaye amekuwa maskini kwa sababu anamcha Mungu. Atakuwa maskini kwa sababu alimcha Mungu lakini alipuuza kanuni za kimungu za kumuingizia fedha na mali. Kila sherehe, kila huduma, hata kama zimepewa majina ya kidini, lakini ndani yake zimechanganywa na mambo ya kidunia, hizo sherehe zinamrudishia utukufu mapepo. Demonic forces are receiving those glory. Utukufu wa hapo unarudi kwa haya mapepo na nguvu za giza. Na unaweza ukashangaa umeingia kwenye ibada, lakini si ibada ya Mungu, ni ibada ya wale jamaa waliokaa kuabudu ndama. Ila walisema tunamwabudu Mungu wa mbinguni kupitia ndama huyu, wakaweka vitu katikati, ukajikuta unafanya demonic worship, ibada za kimashetani. Lakini mwisho wa siku ukaanza kuathiriwa na mashetani hayo, lakini akilini mwako shetani amekudanganya kwamba unamwabudu Mungu. Kwa hiyo eneo nalo unapaswa kuwa makini. Watu waovu wanapoingiza mambo yao kanisani ili kunajisi ibada ya Mungu, wa kuchanganya mambo ya kishetani, miziki ya kidunia. Miziki ya kidunia inapewa majina ya Yesu. Yaani miziki ya dunia kuwekewa mambo ya Yesu hayafanyi kuwa miziki hiyo kuwa halali. Sasa sikiliza, wale watu waga ni majasiri sana. Ushawishi wao ni mkali. Ndio maana wakati mwingine umeshindwa. Lazima uwe na ushawishi chini, under the influence, chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ana nguvu kuliko kila nguvu yenye kuvuta kwenye ibada za namna hiyo. Lakini jambo la mwisho ni kanuni kuu ya kumrudishia Mungu tukufu. Wakorintho wa kwanza, jambo la 4, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Maana yake nini? Mlapo au mnywapo, fanyeni vyote kwa utukufu wa Mungu. Moja ya kula na kunywa kwa utukufu wa Mungu ni kula na kunywa vitu ambavyo Mungu amesema unywe na ule. Lakini ukitengeneza vya kwako ukasema ni halali, unakula kwa utukufu wa wazo lako, si Mungu wa mbinguni.
Ibada ya sanamu ni kitu chochote kinachochukua utukufu unaomstahili Mungu. Kama kuna tabia ya kupenda sifa ya mwanadamu ya asili, mpaka Yesu aingie ndani yako, auwe ile hamasa ya kutaka kuabudiwa na kutaka kupata sifa, ndipo utaanza kumtukuza Mungu kwa uzuri. Kitu chochote kinachoweza kukufanya kitu chochote ambacho unaweza kukifanya, kitu chochote, naomba nirudie, kitu chochote ambacho unaweza kukifanya ambacho mwisho wa siku hakimtukuzi Mungu wako, hicho kitu kiache, kitakuumiza. Sifa na utukufu ni kwa Mungu milele. Kwa nini Mungu anatufundisha haya mambo? Mwisho kabisa nataka nikwambie, kuna mwandishi mmoja maarufu wa Kikristo anaitwa A.W. Tozer. Moja ya nasaha zake katika eneo hili anasema, kikwazo kikubwa cha amani ya ndani ya Mkristo, narudia, kikwazo kikubwa cha amani ya ndani ya Mkristo ni kuishi maisha mawili kwa mkupuo. Yaani unaishi maisha mawili ambayo ni simultaneous life, ni maisha yote yanaenda kwa pamoja, kwa sambamba. Maisha hayo ni yapi? Ya utukufu kwa Mungu na utukufu kwa dunia. Wewe kuna wakati utukufu kwa Mungu ni siku yako ya ibada, lakini siku nyingine zilizobaki zote utukufu ni kwa dunia, kwa kazi, kwa miungu, kwa marafiki, kwa mifumo, kwa fashion. Ndio utukufu na utupa kule. Moyo umegawanyika, unatoa utukufu sehemu mbili kwa mkupuo. Anasema hiyo ni moja ya kikwazo kikubwa cha amani ya ndani. Ndio maana unafunga sana, unakesha sana, unaingia kwenye mambo ya Mungu sana, lakini huna amani. Kila kitu unacho, una mume, una fedha, una usafiri, una maisha, una miradi, una akaunti zimejaa fedha, una uwekezaji, lakini bado huna amani, kwa sababu unagawa utukufu, una contradict ndani yako, kuna contradiction, unajichanganya, unatoa utukufu sehemu mbili. Utukufu ni kwa Mungu, glory to God. Utukufu ni kwa Mungu milele zote. Hii inafanya maisha yetu ya ndani yagawanyike. Nje unaonekana ni mtu mmoja, lakini ndani kabisa umegawanyika. Ilo ombwe kati ya tukufu hizi mbili linaitwa ukosefu wa amani ya ndani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Lakini nataka nikutie moyo, ishi kwa ajili ya Mungu na si kwa ajili ya watu. Katika maisha yako ishi kwa ajili ya Mungu. Watu wanasema, kuna msemo potofu unasema ishi vizuri na watu. Haupaswi kuwa hivyo. Natakiwa tuseme hivi, ishi vizuri na Mungu. Hakuna mtu ambaye ataishi vizuri na Mungu ashindwe kuishi vizuri na watu. Kuishi vizuri na watu bila kuishi vizuri na Mungu, huu ni uchawa. Utakuwa mnafiki, utakuwa a double minded, mtu mwenye nia mbili, unamfurahisha huyu na huyu vile. Lakini cha kwanza kabisa, kipaumbele chako kikubwa kwa ni kuishi vizuri na Mungu, ili Mungu akutengenezee mazingira mazuri na watu unaoishi nao. Haitakuchukua, haitakupa tabu. Hata waliokutendea mabaya utawatendea mema, maana Mungu wako ni mkuu kuliko mabaya yao kwenye maisha yako. Ikiwa unasema Mungu nisaidie, haya mambo ni magumu sana, mtumishi wewe unasema tu, lakini kuna vitu vingine hapo umevisema, kuviacha ni kazi. Nataka nikwambie, neema ina nguvu kuliko dhambi. Dhambi ilipozidi, neema ilizidi zaidi. Lakini Mungu ana nguvu kuliko kila ibada ya sanamu. Ana nguvu kuliko ibada ya mashetani. Nikutie moyo, mng'ang'anie Mungu, mrudie Mungu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Neno lako amelisikia na anasema neema yako iwe juu yake, ili Mungu umsaidie. Umesema watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Lakini tumegundua kwamba kumbe maarifa yakiwa hayana upendo, huyu mwenye maarifa naye ataangamia. Bwana, tusaidie kukupenda ili utufundishe kuwapenda watu wengine. Lakini kuna huyu mwingine anasema imani yake ni haba, amekuwa na misimamo vikali, lakini hata havipo kwenye maandiko, ni uhaba tu wa imani. Mungu msaidie atoke katika utoto wa kiroho, awe mtu mzima kiroho, ili Bwana aweze kuwa baraka kwa watu wengine. Ninaomba Mungu tusaidie kukurudishia utukufu. Wenda hata magonjwa yanayotusumbua ni kwa sababu ya moyo uliogawanyika,
umetoa fursa ya vimelea kupata nguvu, kwa sababu hatutoi utukufu kwako. Tunatoa utukufu kwako na kwenye muziki ya dunia. Tunaimba kwaya, tunaimba bongo flava, yani kila kote tumo. Mungu tuokoe na udhalimu huu mbaya, ili sisi tujizaniaye kuwa tumesimama tusije tukaanguka mfano huo wa kuasi siku utakapokuja, wakati tunategemea utuambie vyema mtumwa mwema, tukashangaa tunaambiwa tokeni, sikuwahi kuwajua kamwe. Mungu tuokoe, Mungu tusaidie, katika jina la Yesu, amen.